Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo nimekuja na mada nzuri ambayo inazungumzia habari ya dhaka. Watu wengi wanashindwa kuelewa juu ya habari ya dhaka. Tazama mtumishi wa Mungu unayemwona hapo, alikuwa anagusia kwamba dhaka, kwamba mtu akiomba dhaka anaonekana ni mwizi au tapeli au ni kitu gani. Hapana, naomba niondoe shaka kuhusu habari ya dhaka. Dhaka imeandikwa ndani ya maandiko na imethibitika, na leo nimekuja nikusanue jambo hili uweze kuelewa, ili usikutane na watu kama hawa wakakupotosha. Inasema hivi. Ukisoma katika ile Malaki 3 na mstari ule wa 10 inakuambia leteni zaka, umeelewa, nyumbani mwa Bwana ili kuwemo chakula kingi ghalani mwa Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba zaka inatakiwa ifaje, itolewe. Na zamani ulikuwa na taratibu moja, kila uzaliwa wa kwanza, hiyo wa mifugo, hiyo ya jambo lolote, ni lazima zaka itolewe, yani kwamba sehemu ya 10 ya Mungu itolewe. Kwa hiyo ndio utaratibu na huo ndio utaratibu ambao upo makanisa yote ambayo yamejiwekea hivyo. Sasa yeye anaposema kwamba anapotoa zaka ni kwamba ni wizi, ni utaratibu wa kanisa lake yeye, sio, umeelewa? Sio taratibu za Kipentekoste. Kipentekoste lazima uwe unatoa fungu la 10, na ili ujulikane wewe kwamba ni mshirika, lazima kigezo cha kwanza uwe mtoaji wa fungu la 10. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi watu wanafungwa, wanaotengenezea laana kama huyu ona. Sasa anaposema hapa kwamba anakuambia kwamba mchungaji anaitaka zaka ni mwizi. Kwa hiyo hapana, sio mwizi, bali ni sehemu ambayo ya wajibu wake, na pia ni sehemu ambapo anakamilisha maandiko. Watu wengi wanashindwa kuelewa, ndio maana nakwambia hivi, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Na huyu anayesema hapa unamwona kabisa hana maarifa yote ya Biblia na hajui. Kama ana maarifa kweli na sio mchanga kilo, aniambie mstari gani ambao unatoka kwenye Agano Jipya linazungumzia kwamba wasitoe dhaka. Sehemu gani ambapo Yesu mwenyewe ambapo amesema kwamba msitoe dhaka, na ukitoa dhaka ni laana? Yani anipe mimi, nitakubaliana naye na hakika sitokuwa na swali lolote. Hebu msikizeni kwanza, alafu muone anachokisema ni nini. Mchungaji anailazimisha watu walete fungu la 10 kanisani kwake, kwamba kwa sababu analishwa hapa. Huyu mchungaji ni mlevi. He's a joker, I'm telling you. Ni mwizi. Joker to Christianity, ni mwizi. Kwa hiyo unaona kama alivyosema kwamba huyu mchungaji anachukua zaka ni mlevi na ni mwizi. Kwa hiyo sasa ndivyo uelewa wake jinsi ulivyo na jinsi alivyopambanua hayo maandiko ambayo si anasoma katika Biblia gani. Labda kuna Biblia nyingine ambayo inaweza kueleza tofauti na maandiko ambayo amesema. Kama Malaki amekwambia hivi, nijaribuni kwa kunitolea dhaka, nijaribuni kwa kutolea dhaka, akwambia ndipo nitafungua malango yako, malango ya mbinguni au dirisha la mbinguni zikumwagie baraka mpaka ukose na sehemu ya kuweka. Sasa angalia